Tumshukuru Mungu, maandalizi yanaenda vizuri mpaka sasa hivi. Wachezaji wako sawa. Pia kuna baadhi ambao wakuweza kuripoti kambini mpaka sasa hivi hapo kwenye national team, lakini tunategemea wiki ijayo utakuwa nao. Lakini vile vile tumeweza kupata muda mwingi wa kuweza kuiandaa timu na tumeweza kupata mechi mbili za kirafiki kuweza kuiangalia timu uelekeo kwa ajili ya hizo mechi ambazo ziko mbele yetu. Lakini maendeleo ya kimkakati yanaendelea, na pia kiufundi tunaendelea kuiandaa timu kama unavyoona, na pia tunajua wapinzani ambao tunakutana nao ni wapinzani ambao wanahitaji pia hizo mechi kuweza kushinda. Kwa hiyo timu tunaiandaa kuweza kushinda hizo mechi za mwisho. Kiukweli nizungumzie kwanza ligi. Ligi kikweli iko tough, ina ushindani, kwa sababu tumeweza kuona hata msimamo ukiangalia na unaongea namna ligi ilivyo, kwa sababu ukiangalia hata msimamo timu zinafuatana pointi. Kwa maana tafsiri yake msimu ligi ni ngumu na changamoto kubwa, lakini sehemu pia moja hapo ya kujifunza, lakini ndo tunataka sisi ligi iwe hivi, kwa sababu tunategemea kuona ukuaji, na kama hivyo unaona ligi yetu imeshika nafasi ya 4 Afrika na kitu hiki kinaonekana. Kwa hiyo ukiangalia tu msimamo unaona kweli watu wanafanya kazi, klabu zinafanya kazi, timu zinafanya kazi. Lakini nikija kuzungumzia malengo ya klabu ni kushika nafasi 4 ya 5. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nafasi ambayo tuko nayo na tunaweza tukashika nafasi ya 5. Kwa hizo mechi mbili zilizobakia mbili tukishinda, tuna uhakika kufika nafasi ya 5. Kiukweli kwa upande wao wale sisi tunawaheshimu kama waamuzi, wanakuwa waamuzi kwenye mchezo na wana maamuzi yao. Kwa hiyo mpaka kufikia hapa ligi pia na wao pia ni wape pia hata hongera, kwa sababu pia nao wamefanya kazi. Kwa hiyo pia nikiangalia maamuzi ambao wako nayo sioni kuna shida yoyote. Kwa kitu pekee ambacho nakiona ni kuweza kuomba tu ligi ishe salama kama tarehe zinavyodai, lakini vile vile kwa mwelekeo wa maamuzi yao ya kusahihi hakuna shida yoyote. Kwangu mimi mechi ya Kagera ilikuwa ngumu, kwa sababu tumekutana na mpinzani ambaye pia alikuwa anahitaji kupata point na alikuwa iko sehemu mbaya sana. Ni mechi ambayo alitakiwa ashinde ili apate matumaini ya kuweza kubaki katika ligi. Kwa hiyo ni mechi ambayo akipoteza inamwangusha na kumuonyesha kabisa kwamba uelekeo wake wapi kwenye msimu ujao. Kwa hiyo mechi ilikuwa ngumu sana ukiangalia, lakini pia ni washukuru wachezaji, ile mechi walikuwa understand kwenye game plan na nidhamu ilikuwa nzuri na tuweza kufanikiwa kupata pointi 3. Kweli ni mechi ngumu kwangu mimi katika ndio kama nilisema hapo mwanzo kwamba wale ni waamuzi na kati waheshimu, wana maamuzi yao, ndio wenye mchezo. Na nikizungumzia kuhusu mchezo na dakika ziliongezwa, kwangu mimi haikuwa na shida yoyote, kwa sababu ukiangalia mchezo ulivyo kuna makosa tulifanya mengi sana. Tulifanya makosa mengi ambayo pia ilistahili kupewa zile dakika, kwa sababu muda mwingi game ilikuwa high flow, game ilikuwa imesimama muda mwingi. Kwa unakuta kuna situations zilitokea, golikipa kutoka nje kuchukua muda mrefu kwenda kunani, pia hivyo changamoto nyingi zimetokea kwenye mchezo. Kwa hiyo situations nyingi zimetokea kuweza kurefusha muda. Kwanza niwapongeze, uje kufika pale ni uwezo ambao wameweza kuonyesha. Nikizungumzia Istanbul, ni mchezaji ambaye mwenye nidhamu ya kiuchezaji na yuko understand kwenye eneo lake la kiungo, anafanya kazi. Kwa hiyo ndio maana unaona hata national team walimu wamemuona, amestahili kuwepo pale na kuweza kwenda kuungana na wenzake kufanya kazi katika kutumikia taifa. Lakini nikija kumzungumzia Ame, ni beki mzuri ambaye pia ana mwendezo mzuri, anafanya kazi vizuri anapopa nafasi na anakupa kitu au kimpa nafasi. Kwa all kwamba wote ni wachezaji wazuri ambao kuitwa pale wamefanya kazi, kwa ni wanastahili kwa pale. Kwanza tuzungumzie football marketing, pia football business. Kwa hiyo mara nyingi wao tunaongea nao, tunawaambia kwamba football iko wazi, unaweza ukacheza ukaonekana sehemu nyingine, ukaweka biashara jina lako ukaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo pia kwao tumepata muda kuongea nao, iwe kama chachu na pia iwe kama motisha kuweza kufanya vizuri. Uwezo wanao, ukiangalia kundi ambalo liko hapa Mashujaa, wachezaji wengi sana wako, quality yao ni kubwa sana, ambao wana uwezo pia wakaonyesha kitu na wakaweza kuonekana kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo tunaongea nao kwamba hili ni kama sehemu ya kujifunza, na pia ni sehemu pia kama wewe kuweza kukupa challenge. Kwa hiyo na maana pia hata mwenye mchezaji ni kwake ni motivate, kwa sababu ukiangalia unavyokuwa na klabu, kuna klabu nyingi sana sijatoa wachezaji kuna timu ya taifa, lakini sisi pia Mashujaa tunajivunia kutoa wachezaji. Kwao pia inakuwa ni hamasa kubwa sana kuweza kupambana na kuna siku ambao wataitwa vile vile.